Daktari karibu sana. Tunazungumza leo kuhusu matatizo ya moyo kwa watoto. Na bahati mbaya kama limekuwa tatizo kubwa zaidi tofauti na vile ambavyo tulikuwa tukisikia huko nyuma. Nini kimebadilika hapa? Ni kwa nini watoto wengi wanakumbwa na hilo tatizo? Kwa kwenye muonekano wa nje inaonekana kama vile ni kitu ambacho kimebadilika, nyuma hakiwepo. Lakini kikubwa kilichotokea ni maendeleo. Kwamba sasa tunaweza kuwatambua. Matatizo ya moyo yalikuwepo muda wote na dunia nzima ya matatizo yapo, yamegundulika toka miaka ya nyuma huko, miaka ya chini ya miaka ya 1940 ndio watu walianza kuona haya matatizo ya moyo, walianza kuyajua, lakini kwa sababu ya kukua kwa teknolojia na uwezo wa kuyagundua. Ukiangalia matatizo mengi ya moyo, dalili zake zinafanana sana na magonjwa mengine ya kawaida ya mtoto mdogo. Kwa mfano kama tunavyojua pneumonia, hizi homa za kawaida yanafanana sana. Kwa zamani kwa sababu tulikuwa tuna uwezo huo wa kugundua, mengi tulikuwa tunadhani ni hayo, mpaka mtoto sengine anapoteza maisha bila kugundulika kwamba ana tatizo la moyo. Sasa ujuzi ambapo umeingia nchini, wataalamu wameingia nchini, sasa tunaanza kuyagundua yale tulikuwa tunaita pneumonia, tunagundua kwamba mengine sio pneumonia. Yale tulikuwa tunasema TB, mengine sio TB, kwa watoto ni matatizo ya moyo. Kwa hiyo ni kukua na uwezo wa utambuzi wa hizi haya magonjwa nchini na ujuzi kuongezeka ndani ya nchi, ndio maana yanaonekana yako mengi. Lakini dunia nzima matatizo ya moyo yanapatikana kwa asilimia katika kila mtoto 100 wanaozaliwa hai, mtoto mmoja anazaliwa na tatizo la moyo. Hiyo iko dunia nzima, na katika sehemu nyingine hadi watoto 2 wanazaliwa na matatizo ya moyo. Sasa ukiangalia kwa Tanzania ujio ukubwa huko kiasi gani, kwa mwaka sisi wanazaliwa karibu watoto milioni 2 Tanzania. Sasa ukiangalia mmoja kati ya 100, ina maana kutakuwa na watoto takriban 13,800 ambao watazaliwa na matatizo ya moyo kwa mwaka Tanzania. Na katika hao kuna ambao wanazaliwa na matatizo ya moyo makubwa zaidi, ambao wanahitaji operation ndani ya huo mwaka. Tunakadiria ni karibu watoto 4,000 wanahitaji operation za moyo nchini Tanzania kila mwaka. Kwa tatizo ni kubwa sana. And what's the cause ya mtoto kupata tatizo la moyo at a young age yani? Na sababu pia tunasikia kwamba kuna tetesi kwamba pia inaambukizwa au hiyo ni tetesi tu. Sababu kuna wanasema eti magonjwa moyo imagine kuna mtu anasema kwamba unaambukizika. Kwa namna hii kurithisha kama ulivyosema. Kwamba magonjwa ya moyo kwa watoto yamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna haya ya moyo ya kuzaliwa ambayo tutaongelea sasa hivi, na mengine ambao wanayapata watoto baadaye katika umri huu wa kwenda shule. Unakuta mtoto kazaliwa vizuri, hana shida, alafu akifika miaka 5-6 wanapata kitu tunaita tonsillitis. Watoto wengi wanapata tonsils, wanapata tonsils. Moja ya tonsils, kwa sababu nyingi ya tonsils. Sasa kuna tonsils ambazo zinasababishwa na vijidudu vya aina fulani, vikikupata vile usipotibiwa vizuri, vinaenda kuharibu milango ya moyo. Mtu anapata ugonjwa unaitwa rheumatic heart disease. Kwa haya ndio matatizo ambayo tunaona mengi kwa watoto ambao wako katika umri wa kwenda shule. Kwa wale wadogo zaidi, tatizo kubwa linalowasumbua ni haya matatizo ya moyo ya kuzaliwa. Ambayo sasa nini kinasababisha matatizo ya moyo ya kuzaliwa? Ni makosa tu yanayotokea wakati moyo unaumbwa mtoto akiwa tumboni. Moyo wa binadamu unaumbwa miezi ile 3 ya mwanzo ya ujauzito, wakati mtoto akiwa tumboni. Sasa ile miezi 3 kama hali mji wa mimba haujakaa vizuri, kuna hatari mtoto anaweza kuzaliwa na tatizo la moyo. Sasa nini linafanya mji wa mimba usiwe vizuri? Moja, vyakula. Mama tunasisitiza sana mama mjamzito hata kabla hajabeba mimba aanze kula vizuri ili aweze kuandaa mji wa mimba, ambao hiyo ndio kasoro kubwa sana tulionao sisi. Wenzetu nchi za nje, unajua ile wakishaoana wana mahusiano, wakisema sasa tunataka kupata mtoto, wanajiandaa karibu miezi 6. Wanasema okay, unaacha pombe, baba na mama wote wanaacha pombe, mama anaanza kunywa multivitamin na nini, wanajiandaa sasa ule mji wa mimba uweze kubeba mimba. Sisi kwa bahati mbaya hatunaga sana tamaduni za kujiandaa. Kuja kutoka mimba tayari imeshatii. Wengine washtukia wana ujauzito miezi hata 3. Wengine hawajui. Alafu pia tuna desturi nyingine kwamba tutaki kwenda clinic mapema. Unasema sijui kuna mila desturi, sijui kuna wasiwasi, tunasubiri mpaka mimba ikue. Kwa nini unaogopa kupimwa pale? Kwa unasubiri mpaka mimba ikue. By the time anaenda clinic mimba na miezi 4. Kwa moyo umeshatengenezwa. Unakuta mama hajapewa zile multivitamins tunazozitaka, especially folic acid. Folic acid wenzetu wamefanyia utafiti, inasaidia sana kuzuia kuzaa mtoto mwenye matatizo ya moyo. Na unapaswa kuinywa miezi 3 kabla hujabeba mimba, na ile miezi 3 wakati tu wa mimba. Baada ya hapo hata usipokunywa hamna shida. Hizo utakuta sisi tunaanza kunywa mwezi wa 4 wakati moyo umeshatengenezwa, na vitu vingine vingi tu ambavyo folic acid inasaidia. Kwa hiyo vitu kama hivyo, vyakula,
virutubisho muhimu ambavyo mama anatakiwa kupewa, lakini pia uvutaji wa sigara ile miezi mitatu, kama mama yuko kwenye maeneo ambayo kuna kuvuta kwa sigara, kunaweza kukaathiri jinsi moyo unavyotengenezwa, mtoto akazaliwa na tatizo la moyo. Au pombe, unywaji wa pombe, sasa mwingine ajijui mjamzito anakunywa pombe, akija kushtuka ndo mwezi kumbe moyo umeshaanza kutengenezwa kwa anatengeneza mimba yangu napenda pombe. Kwa hiyo yote inamweka mtoto wako katika hatari. Lakini kikubwa kama ulichozungumzia ndio labda wanasema kinaambukiza ni hili swala la kurithi. Kwa matatizo haya pia yana tabia ya kurithi. Kwa kama kwenye familia yenu unakuta labda dada zako au mama zako wadogo, shangazi walishazaaga watoto wenye matatizo ya moyo, kuna uwezekano mkubwa na wewe pia ukazaa mtoto mwenye matatizo ya moyo. Okay, sawa sawa. Hapo unajua hata swali langu nilotaka kuuliza limepata majibu vizuri sana. Natamani kujua lifestyle ya mama mjamzito inaweza kupelekea akajifungua mtoto ambaye ana matatizo haya. Lakini umegusia swala la utamaduni, nikakumbuka katika jamii yetu sisi hasa ya Kiafrika maeneo nyingi sana uneducated, tumekuwa na changamoto jamii kwa ziko ambazo zinaamini kwamba magonjwa za moyo ni magonjwa za watu wazima, mtoto hawezi pata. Ukiona mtoto amepata ugonjwa wa moyo basi ni amerogwa. Na hisia nyingine za tofauti kabisa. Ni kwa kiasi gani hiyo imeweza kuleta athari katika kuwapatia matibabu lakini kuwapoteza kabisa? Uko sahihi, yani hiyo inaathiri sana sana sana. Kuna watu waamini mpaka leo kwamba mtoto anaweza kuwa na matatizo ya moyo, na inasababisha watoto wanachelewa kuletwa kwa ajili ya matibabu ya moyo. Sasa unajua kama taasisi yetu pale Jakaya Kikwete sasa hivi ndio ina miaka 10. Tulianza rasmi mwaka 2015. Kabla ya hapo watoto wote ambao walikuwa wanajulikana na tatizo la moyo ilikuwa inabidi apate rufaa ya serikali, anaenda India kwa ajili ya kutibiwa. Toka 2015 tumeweza kuanza kuwatibu hapa nyumbani. Lakini tulipoanza kuwatibu tulichogundua cha kwanza ni kwamba wanakuja too late. Asilimia 90 ya matatizo ya moyo yanatibika. Lakini yanatibika kama tu utampata mtoto kwa wakati. Kuna ambao anatakiwa atibike mtoto akiwa na mwezi mmoja. Kuna ambao hajazidi miezi mitatu. Kuna ambao asizidi mwaka mmoja. Sasa unakuja mtoto anakuja na miaka 2, 3. Tunamwambia ndio una tatizo na labda tungeweza kukutibu lakini umechelewa. Kwa hiyo kutokana na hizo mila na labda kutokuelewa, shida kubwa tunayoiona sasa hivi ni ucheleweshaji wa watoto kuletwa ambao wanahitaji matibabu ya moyo. Daktari, umezungumza kwamba kwa mwaka mnahudumia watu wengi kidogo, watoto ambao wana matatizo hayo. Labda kuna takwimu fulani ambazo umezijua kwamba labda kutokea ukanda fulani ndio ambao wanaathirika zaidi kuliko ukanda mwingine, na ni kwa nini? Kwa haya matatizo ya moyo ya kuzaliwa tunachokiona kwa sasa hivi ni wanatokea sehemu zote za nchi. Lakini hili tatizo nilowaambia linalokuja baadaye la watoto ambao wanakuja na ugonjwa unaoitwa rheumatic heart disease unaotokana na tonsillitis, tumeona sana imekaa ukanda wa kaskazini huku Arusha, Manyara na maeneo ya Mwanzo, huko kote huko ndio tunaona sasa watoto wengi wanatokea huko na matatizo ya moyo. Haya ambayo yanakuja baadaye. Haya kuzaliwa yametapakaa nchi nzima, wanatoka sehemu mbalimbali. Lakini kwa sababu moja au nyingine upande huu wa Mwanza napo tunaona sana kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa wana watoto wengi zaidi kuliko sehemu nyingine. Na dalili zake labda za tatizo la moyo kwa watoto? Dalili sasa zinategemea na umri wa mtoto. Kwa yule mtoto aliyezaliwa tu, dalili kubwa ambayo utaiona ya kwanza ni mtoto kushindwa kunyonya. Anakuwa anavuta nyonyo kidogo anaachia. Anavuta nyonyo anaachia kwa sababu moyo haufanyi kazi vizuri. Kwa anakuwa kama anachoka. Alafu dalili nyingine kubwa utaona anatoka jasho kwa wingi, anashindwa kukua vizuri, anahema kwa nguvu kama mtu ambaye ana pneumonia, na wengine wanakuwa na dalili za kubadilika rangi. Unakuta midomo yake, mikono, miguu inakuwa ya blue. Hii ni kwa ajili ya wale watoto ambao wana umri wa kuzaliwa. Wachanga. Watoto wakubwa kidogo utaanza kuwaona sasa unao wanashindwa kucheza, wanashindwa kutembea, anashindwa kukimbia kama mtoto mwingine, lakini pia labda kuvimba miguu, unamuona miguu inajaa. The Bantu.